Sema ninakushukuru Mungu. Inua sauti yako, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya kwanza ya mfungo na maombi, kwa ajili ya huduma hii. Unapoitengeneza huduma hii na kuinua huduma hii, nitengeneze na mimi, niinue na mimi. Unapoachilia upenyo kwa ajili ya huduma hii, achilia upenyo kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Siku hii ya pili ya maombi ya uchumi, ninajiunganisha na maombi yote yatakayotolewa hapa. Ninajiunganisha na mafunuo yote yatakayoachiliwa hapa. Ruhusu Mungu maombi haya na mafunuo haya na roho inayotenda kazi kwenye madhabahu hii ikatende kazi kwangu. Utakapowafungua wengine na kuwapa uhuru kwenye eneo la uchumi, unifungue mimi na kunipa uhuru kwenye eneo langu la uchumi. Ifungue familia yangu, fungua vipaji vyangu, fungua Mungu wangu kwenye eneo hili la uchumi. Saidia Mungu, uchumi wangu utaimarike katika jina la Yesu. Saidia Mungu, uchumi wangu utaimarike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mshangilie Mungu. Ongeza makofi yako kwa Mungu. Kelele zimepotea. Shangilie Mungu kwa kumaanisha. Sauti za wamama zimepotea. Shangilie Mungu. Mungu akubariki sana. Hongera sana kwa wewe ambaye umeweza kuendelea na maombi. Kumbuka pia kwenye maombi haya ya uchumi ilisema siku 5 tutafunga kwa ajili ya huduma. Unapaswa kwenye haya maombi ya siku 5 unapaswa uombe uponyo kwa ajili ya huduma, na uombe kusudi la Mungu kwa ajili ya huduma, mapenzi ya Mungu kwa ajili ya huduma yakapate kutimizwa. Jana tulianza kuzungumza kwa habari ya uchumi na nilieleza vitu kadha wa kadha ambavyo nina imani vitakusaidia kama umevifanyia kazi. Leo nataka niende tena mbali kidogo tupate kuomba. Kumbuka maombi haya yatakuwa ni ya siku 5 mpaka Ijumaa. Tutakutana kila siku jioni mpaka Ijumaa, lakini siku ya Jumamosi wale wanaoweza kwenda, wanaweza kusafiri, nilisema tutasafiri kuelekea Morogoro. Kwa hiyo tutaendelea na ibada hii mpaka Ijumaa. Jumamosi tunaenda Morogoro, lakini Jumapili pia tutarudi hapa kwa ajili ya ibada. Vita hii yote tunayoipiga, hatuchoki, hatulali, hatuzimii, ni ili kuona mtu mmoja anafunguliwa. Na kama huyo mtu ambaye Mungu amedhamiria kumfungua ni wewe, ninakuombea uanze kufunguliwa kwa jina la Yesu. Nataka nizungumze juu ya kitu nilichokiita matatizo ya kiuchumi. Matatizo ya kiuchumi. Matatizo ya kiuchumi. Matatizo ya kiuchumi. Tafadhali pay attention na unisikilize kwa makini, pia itakusaidia. Wakati mwingine mafunuo kama haya unabidi ujaribu kujiconnect your soul, your spirit and your body. Kwa hiyo hakikisha unajiconnect. Matatizo ya kiuchumi. Watu wa Mungu, vita hii ya uchumi sio vita rahisi. Vita hiyo ya uchumi sio vita rahisi, na ni vita inayopiganwa na wale watu ambao wanataka kufanikiwa tu, au wale watu wenye maono ya kutaka kufanikiwa tu. Mtu yoyote yule anayepigania uchumi wake leo ni mtu mwenye maono ya kutaka kufanikiwa. Sio watu wote wanapewa hii fursa. Hizi ni fursa zinapewa kwa wale watu wenye maono, wenye vision ya kutaka kufanikiwa. Kwa hiyo ukiona mtu yoyote yule anayepigana juu ya uchumi wake, elewa mtu huyo ana maono ya kutaka kufanikiwa. Na mtu anayeweza, msikize kwa makini, kuna mahali naenda, mtu anayeweza kupigana kwa habari ya uchumi wake, mtu huyo sio mtu wa kawaida. Hao wana kitu kikubwa sana cha utajiri ndani yao. Yoyote yule atakaye pay attention kwamba anahitaji sasa kuanza kupigana kwa habari ya uchumi wangu, huyo mtu ana kitu kikubwa cha utajiri, ana kitu kikubwa cha mafanikio ndani yake. Kumbuka watu wa Mungu, vita ya uchumi sio vita rahisi. Vita ya uchumi sio vita rahisi. Physical na spiritual, kimwili na kiroho. Sio watu wote wanapewa hiyo nafasi ya kupigana hiyo vita ya kiuchumi. Ni watu wenye dimension fulani ya fedha, ni watu wenye dimension fulani ya utajiri ndani yao.
ndio wanapewa hiyo nafasi ya kupigana hii vita ya uchumi. Watu wa Mungu, ili uweze kupigana hii vita ya uchumi unahitaji kuwa tough. Sikiliza kwa makini, I'm going somewhere. Ili kuweza kupigana hii vita ya uchumi unahitaji kuwa tough. Manake kama wewe ni softy, vita hii ya uchumi hauiwezi, kwa sababu watu wote wanaopigania vita ya uchumi ni watu tough spiritual, watu wenye mioyo mepesi, watu wenye mioyo ya upendo. Ngoja niseme hivi, watu wenye mioyo mepesi, watu wenye mioyo ya upendo hawawezi wakapigana hii vita ya uchumi. Kwa nini? Vita ya uchumi ni vita inayohitaji watu tough, watu ambao huku ndani ni kama majitu. This is a war ambayo haujali kitu chochote kile kinachokuwa mbele yako. Kwa hiyo ili uweze kupigana hii vita ya uchumi, you need to be tough in the spirit. I wish uelewe, you need to be tough in the spirit. Matajiri wote unaowaona watu wa Mungu, hata kama wana act kwamba they are good people, they are not good people in the reality. Matajiri wote unaowaona leo, hata kama wanajidai kwamba ni watu wazuri, watatoa na misaada, watajaribu kusaidia watu ili kujaribu kutuonyesha kwamba wao ni watu wazuri, hao watu they are not easy people, they are tough in the spirit. Kwa nini? Kwa sababu vita hii ya uchumi inahitaji watu ambao ni strong in the spirit. Ninakuombea Mungu akupe hiyo roho ya kuwa strong, na waita ni watu rough in the spirit. Mimi nasema inahitaji watu wenye roho ya simba ndani. It is my prayer Mungu akupe hiyo roho. Pamoja na kwamba inahitaji vita ya uchumi, inahitaji watu tough, inahitaji watu strong. Hiyo haitoshi tu kukusaidia ufanikiwe kwenye uchumi. Pamoja na kwamba unahitaji kuwa strong in the spirit, unahitaji pia conviction. Kuna conviction inayokuwa ndani yako inayokuambia wewe haupaswi kuwa hivi, wewe haupaswi kuwa hivi, uchumi wako huu sio huu, kiwango chako cha uchumi sio hiki, wewe ni tajiri. Ile conviction huko ndani. Conviction ni nini? Conviction ni nini watu wa Mungu? Msukumo wa ndani. Conviction ni msukumo wa ndani. Pamoja na kwamba utakuwa strong in the spirit, kuna conviction inayokuwa ndani yako inayokuambia wewe sio huyu, hizi sio pesa zako, kiwango cha pesa zako sio hiki, wewe ni tajiri. Ukichanganya ile tough spirit niliyosema nayo na hiyo conviction, sasa unaweza kuanza kwenda kupigana kwa ajili ya uchumi wako. Kuna msukumo lazima uwe nao ndani. Watu wa Mungu, kuna msukumo unakuwa ndani yako. Ukiangalia maisha yako, kitu kinakuambia haya sio maisha yako, huyu sio wewe. Ukiangalia pesa unazozipata, kuna conviction huko ndani inakuambia wewe unapaswa kupata pesa zaidi ya hizi. I am teaching from my experience na from what I learned from the Holy Spirit, kutokana na experience yangu na kutokana na kile ambacho nimejifunza kwa Roho. Yoyote anayetaka kufanikiwa leo lazima kuna msukumo, kuna conviction iwe ndani yake. Mwambie kama unataka kufanikiwa leo, lazima uwe strong katika roho yako, lazima uwe na nguvu katika roho yako. Mwambie nguvu pekee, ongeza sauti yako, nguvu pekee. Mwambie kwa ujasiri, nguvu pekee haitoshi kuingia kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya uchumi. Mwambie unahitaji nguvu na unahitaji msukumo wa ndani ya roho yako. Mwambie kuna msukumo unatoka ukae ndani yako ili kukupa nguvu ya kuanza kupigana kwa ajili ya uchumi wako. Weka mkono wako juu, sema Baba, katika jina la Yesu, nipe hasira, nipe hasira ninayohitaji kwa ajili ya kuweza kupigana kwa ajili ya utajiri wangu. Nipe hasira, nipe maono, nipe msukumo wa ndani ninayohitaji kwa ajili ya kuweza kupigana kwa ajili ya utajiri wangu na kwa ajili ya uchumi wangu. Weka msukumo ndani yangu, weka msukumo ndani yangu wa kuweza kunitoa
kwenye viwango vidogo vya uchumi hivyo navyo na kunisaidia kupigania viwango vikubwa. Weka hazina ndani yangu, weka hazina ndani yangu, weka msukumo ndani yangu kwa ajili ya uchumi wangu. Omba hilo. Omba hilo. Weka conviction ndani yangu. Weka conviction ndani yangu. Wako Mungu omba. Chochote unachotaka kuona kinatokea, lazima uwe na conviction, lazima uwe na msukumo ndani. Kitu chochote unachotaka kuona kinatokea, lazima uwe na conviction, uwe na msukumo wa kusukuma hicho kitu kitokee. Weka msukumo ndani yangu. Weka pressure ndani yangu. Weka pressure ndani yangu. Weka msukumo ndani yangu kwa ajili ya kusema na kwa ajili ya uchumi wangu. Nitafanya bila uchumi wangu. Nitafanya bila mafanikio yangu. Nitafanya bila utajiri wangu. Nitafanya vitu. Nitakuachia vile vitu vitakavyonisaidia. Nitakuachia vile vitu vitakavyonisaidia. Nitakuachia mambo yangu. Nitakuachia mambo yangu. Nitakuachia mambo yangu. Weka Mungu, weka condition ndani yangu. Katika jina la Yesu, tafadhali omba kama mtu mwenye hasira, omba kama mtu mwenye nguvu. Kumbuka nimesema ili uweze kufanikiwa kwenye hivi, ili uweze kupigana hivi vita uchumi, unahitaji vitu viwili. Nini na nini? Nguvu na msukumo. Nguvu na msukumo. Nisikize kwa makini watu wa Mungu. Ili kuweza kushinda vita hii ya uchumi, unahitaji kuwa na madhabahu strong. Ili uweze kushinda vita hii ya uchumi, unahitaji kuwa na madhabahu strong. Sio madhabahu tu, madhabahu strong. Hakuna matajiri wasiokuwa na madhabahu. Matajiri wote ni watu wenye madhabahu strong. Watu wa Mungu, hakuna mtu yeyote yule ambaye ni tajiri asiyekuwa na madhabahu. Yoyote anayetaka kushinda vita hii ya uchumi, lazima ajifunze kuwa na strong altar, madhabahu yenye nguvu. Ndio maana watu wa Mungu, kama unanipata sema amen. Hiyo amen sijafurahishwa nayo. Kama unanipata sema amen. Ndio maana watu wa Mungu, kitu chochote kitakacho kuondoa kwenye utoaji ni kitu kinachotaka kukuondoa kwenye mafanikio yako ya uchumi. Kumbuka, kama unataka kufanikiwa leo kwenye hii vita ya uchumi, lazima ujifunze kuwa na madhabahu strong. Madhabahu strong ndio itakayo kusaidia wewe kuweza kufanikiwa kwenye nini? Kwenye eneo hili la uchumi, kwenye hii vita. Kitu chochote kitakacho kuondoa kwenye utoaji ni kitu kinachotaka kuondoa kwenye nini? Mafanikio yako, kwenye umiliki wa mafanikio yako. Watu wa Mungu, ukubwa wa madhabahu yako ni ukubwa wa sauti yako kwenye ulimwengu wa roho. Ukubwa wa madhabahu ulionayo ni ukubwa wa sauti utakayokuwa nayo kwenye ulimwengu wa roho. Watu wote waliofanikiwa kiroho ni watu wenye sauti kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Zile sauti zimesababishwa na zile madhabahu walizokuwa nazo. Yoyote utakayemuona amefanikiwa leo kwa namna ya mwili, hayo mafanikio ni matokeo ya madhabahu aliyokuwa nayo. Hiyo madhabahu inampa sauti kwenye ulimwengu wa roho. Ukiwa na sauti kwenye ulimwengu wa roho, una uwezo wa kucommand attention. Una uwezo wa kucommand kitu chochote kile kwenye ulimwengu wa roho, na hicho kitu kikaja kwako. That's why swala la kutaka kufanikiwa huku kwa Mungu
lazima utoaji ni wa muhimu sana. Utakapoanza kuombea uchumi wako, watu wa Mungu, usisahau utoaji ni wa muhimu sana. Moja kati ya kitu ambacho Mungu alinifundisha sana ni swala la madhabahu. Mpaka unajua tunapoendelea kumtumikia Mungu ndio tunaendelea kujifunza kwa nini Mungu alitufundisha vitu fulani. Kwa nini Mungu alitupa maono ya vitu fulani. Mimi nilitoka kwenye familia maskini sana. Familia ambayo hakuna kitu. Mungu anataka kuniinua, lazima aanze kunifundisha juu ya nini? Ya madhabahu. Ndio maana kila kitu nitakwambia madhabahu. Kwa sababu madhabahu ndio inayokupa nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Watu wa Mungu, pamoja na nguvu utakayokuwa nao ndani, ile conviction utakayokuwa nayo ndani, bila madhabahu hauna uwezo wa kukomandi kitu chochote kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nataka nikushauri, swala la utoaji ni swala la muhimu sana. Wakati mwingine Mungu anakuita kwenye utoaji. Wakati mwingine Mungu anakuita kwenye partnership za huduma. Wakati mwingine Mungu anakuita kwenye mafungu ya 10, kwenye sadaka za shukrani, kwa sababu anataka kukujengea madhabahu strong kwenye ile eneo la uchumi. Wakati mwingine Mungu akitaka kumuinua, nisikize, wakati mwingine Mungu akitaka kumuinua mtu kwenye uchumi, kwa upande wake, kwa upande wa Mungu, sio upande wa giza, ataanza kumleta kwenye ibada za utoaji. Anaelewa kwa kadri anavyoendelea kutoa, ni kadri hiyo anaendelea kujijenga kiroho. Maombi pekee hayatoshi watu wa Mungu kwa ajili ya vita hii ya uchumi. Sacrifice. Matajiri wote they learn how to raise an altar by sacrifice. That's why kwa swala la utoaji, kama umeanza kuombea mambo ya Mungu, kama umeanza kuomba uchumi, swala la utoaji kwa Mungu, usisubiri uambiwe. Wewe mwenyewe huko ndani kuna ule moto, kwa sababu kuna kitu unakitafuta. Sema, Baba nipe neema na nipe madhabahu. Watu wa Mungu, sikilize. Madhabahu yako inapokuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho, sikiliza kitu Roho anasema, madhabahu yako inapokuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho, sio tu kwamba unakuwa na sauti kwenye ulimwengu wa roho, badala yake unatengeneza statue yako, unatengeneza sanamu yako kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ya ile sacrifice uliyoitoa. Watu wote wenye madhabahu strong ni watu ambao wametengeneza sanamu zao kwenye ulimwengu wa roho. Spiritual status. Mtu yoyote yule, na nishakwambia usishindane na mtu wa madhabahu, kwa sababu sio yeye tena, ni kitu kinampushi, ni kitu kinavuta watu wa Mungu. Kumbuka, madhabahu yako ikiwa ni kubwa, sasa hata vitu vinaanza kuja kwako. Kwa nini? Ile madhabahu inakomandi vitu vyenyewe vianze kuja. Ilisema watu hawapati vitu, kama unanipata sema amen. Watu hawapati vitu kwa sababu wanastahili. Watu wanapata vitu kwa sababu kuna kitu cha kiroho kinachoamuru watu, mpe huyu kitu hiki, mpe huyu kazi, mpe huyu ndoa, mpe huyu hiki, mpe huyu pesa. Kuna kitu cha kiroho watu wanakuwa nacho. Hicho kitu ndicho kinachoamuru watu kwenye ulimwengu wa roho, wape, mpe huyu kitu fulani. Hauwezi ukawa na kitu kwenye ulimwengu wako wa roho kitakachoamuru upate vitu fulani. Obviously, nilishasema hivi, kitu chochote ulichokikosa leo ni kwa sababu haukuwa na nguvu na hicho kitu kwenye ulimwengu wa roho. Chochote ulichokikosa leo ni kwa sababu haukuwa na nguvu na hicho kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kama ulikuwa unapaswa upate ndoa, ukakosa ile ndoa, ni kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho haukuwa na nguvu na hiyo ndoa. Kama ulikuwa unapaswa upate pesa, ulikuwa unapaswa upate tenda, kuna kitu ulikuwa unapaswa kukipata na haukukipata, ni kwa sababu haukuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Kitu pekee kinachoweza kukupa nguvu kwenye ulimwengu wa roho ni madhabahu. Kumbuka, ukubwa wa madhabahu yako ni ukubwa wa sauti yako kwenye ulimwengu wa roho. Ukubwa wa sauti kiroho ni mamlaka. Watu wa Mungu, sauti kiroho ni mamlaka. Kwa hiyo madhabahu yako ikiwa ni kubwa, unakuwa na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Ukiwa na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, watu wa Mungu, kuna vitu vingine vidogo vidogo mnavyovitafuta. Mnachohitaji kuwa na authority tu kwenye ulimwengu wa roho.
Mkiwa na authority kwa ulimwengu wa roho, vitu vinaanza kuja kwenu vyenyewe bila kuwa na shida yoyote ile. Giving is a pain. Kwa namna ya mwilini utoaji ni maumivu, lakini kuna kitu kikubwa sana unafanya kwenye ulimwengu wa roho. Obviously nilishasema hivi. Kuna maombi mengine huwa sishauri uyaombee. Maombi ambayo ungeomba siku 10, sadaka ya siku moja ingekusaidia yale maombi, usingeomba siku 10. Maombi ambayo ungeomba siku 100, sadaka ya siku moja ingekusababisha usiombe maombi haya siku 100. Ulimwengu wa roho unaheshimu sana. Kumbuka kwa nini hao watu wamefanikiwa wagiza, kwa sababu wana madhabahu kubwa. Wewe mwenyewe ni shahidi. Sadaka wanazozitoa ni kubwa. Wewe ni shahidi. Sadaka wanazozitoa ni kubwa. Zile sadaka zinasababisha wawe na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, na wawe na madhabahu kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Na kama hatutapata watu wa Mungu wanaotaka kusacrifice kwa Mungu wao, hatutaka tupate mtu anaweza akarise zaidi ya hawa watu wa giza. Sema Baba katika jina la Yesu. Kwenye maombi haya ya uchumi, endelea kunipa mamlaka kwa ajili ya uchumi wangu. Endelea kunipa mamlaka kwa ajili ya uchumi wangu. Endelea kunipa nguvu ya kujiunganisha kwa njia ya utoaji kwenye madhabahu zile utakazo niamuru niendelee kutoa. Nipe neema ya kuendelea kujiunganisha kwa njia ya utoaji kwenye madhabahu zile utakazo amuru niendelee kutoa. Omba. Zaburi ya 74 mstari wa 20. Zaburi ya 74 mstari wa 20. Kamata pia Biblia ya Kiingereza. Zaburi ya 74 mstari wa 20. Watu wa Mungu nisikilize. Maagano mengi yamezuia watu wengi wasifanikiwe kwenye ile eneo la uchumi. Maagano mengi yamezuia watu wengi wasifanikiwe kwenye eneo la uchumi. Nikimaanisha nini? Nikimaanisha kuna maagano mengi yapo ya siri na mengine ya waziwazi yanayozuia watu wengi wasifanikiwe kwenye eneo la uchumi. Watu wa Mungu, kama kuna agano lolote lile lililo kinyume na uchumi wako, uwe na uhakika kama hautalifuta hilo agano, hakuna mahali popote unaweza ukaenda. Sio swala la kuwa na madhabahu kubwa, sio swala la kuomba. Kama kuna madhabahu, kama kuna agano lolote lile la kiroho au la kimwili lililofanywa na kitu chochote kile au na wewe, kinyume na mafanikio yako ya uchumi, kinyume na utajiri wako, hata ufanye nini, hilo agano kama halitafutwa, hakuna mahali utaenda. Usikilize. Watu wengi wametoka kwenye familia maskini. Sawa sawa? Sawa sawa kwa Mungu. Watu wengi wametoka kwenye familia maskini. Ndio wana utajiri ndani, wana uchumi, wanatafuta uchumi mkubwa ndani, lakini wametoka kwenye familia za umaskini. Zile familia za umaskini, mababu zetu walifanya maagano na roho za umaskini. Mababu zetu walifanya maagano na roho za umaskini. Kama hatutafuta hayo maagano ya umaskini, uwe na uhakika hakuna mahali popote tutakwenda. Sikiliza. Hilo ni agano la kwanza nimekuonyesha tu. Kwamba kama unahitaji kufanikiwa kwenye uchumi, lazima ujifunze kufuta maagano yote yaliyofungwa na pesa na utajiri na uchumi wa kule koni. Watu wengi wamefanya maagano ya pesa na waganga wa kienyeji na wachawi. Kwa hiyo kama maagano hayo hayatafutwa, watu wanaenda kutafuta pesa kwa njia ya uchawi.
Watu walienda kutafuta pesa kwa njia ya uganga. Kuna vitu vilifanyika kuhusiana na pesa. Uwe na uhakika maagano haya yataendelea kuwepo. Hata tungeomba vipi, kama hatutafuta hayo maagano, hakuna mahali popote tutakwenda. Sikiliza kwa makini kabla ya soma hiyo Zaburi. Nimesemaje kuhusiana na maagano? Nimesemaje? Watu wengi watashindwa kusonga mbele, kufanikiwa kiuchumi, kwa sababu kuna maagano yapo ambayo hawajayafuta hayo maagano. Moja kati ya maagano hayo ni yale maagano ya umaskini yaliyokuwa kwenye familia. Ukishaona umaskini, kuna agano lilikuwepo tu. Ukiona kuna shida ya mafanikio, aidha kuna agano la uganga, wameenda kutafuta pesa kwa njia ya uganga, kuna kitu kilifanyika kwa njia ya uganga, kwa hiyo kinasababisha kuwe na maagano. Usikilize. Sema amen. Amen. Leo mmechoka sana, sema amen. Amen. Sikilize. Kuna maagano yanayotokana na familia ambayo yanazuia kabisa uchumi wetu. Kuna maagano yanayotokana na waganga. Kuna maagano yanayotokana na watu wabaya. Kuna maagano ya sex, maagano ya tendo la ndoa ambayo hata uombe vipi, kama una agano lolote la tendo la ndoa, nitalieleza, nisikilize vizuri. Kama una agano lolote la tendo la ndoa na umekuwa ukiomba kwa habari ya uchumi, kwa habari ya mafanikio, alafu hujalifuta hilo agano, hakuna mahali popote utakwenda. Shetani yuko hivi. Shetani akiona business atakuwa tajiri baadaye, atapinga huo utajiri. Nitaenda huko baadaye. Atapinga huo utajiri. Atatumia njia nyingi za kuhakikisha business hatakuja kureveal, hatafika kwenye yale mafunuo ya utajiri wake. Njia ya kwanza atakayotumia, ataleta mwanaume ambaye ni wa shetani, sio wa Mungu, ni wa shetani, mwenye roho ya umaskini, alale na business. Akilala na business anakuja kwenye agano na yule mwanaume la uchumi, la umaskini. Alafu mwisho wa siku business atajaribu kwenda haendi, aangalie kule kulikuwa kuna umaskini, hakuna kitu chochote kifanya cha uganga. Lakini kuna mwanaume alikuja mwenye roho ya umaskini, kwa sababu aliona utajiri huku, akajiunganisha naye. Lile agano litawepo. Lile agano lina uwezo wa kumsababisha siku zote asiende mahali popote pale. Usikilize. Wakati nafikiri hili, Roho Mtakatifu akanifunulia jambo hili. Nafahamu madaktari watatu wakubwa waliokuwa wanafanikiwa sana. Hawa madaktari wakaanza kufanikiwa kiuchumi na wakaanza kufanikiwa kwenye karia yao. Daktari wa kwanza akaanza kuwa malaya, tunasema. Akaanza kutembea na kila mwanamke. Huyu daktari wa kwanza akafa. Kifo cha ajabu sana. Yaani alikufa kifo, sasa tukiangalia tunaona ni kifo cha kawaida, lakini Roho ananiambia ile roho, kwa sababu kuna mwanamke mmoja anajua alitembea naye. Yaani nilisema hivi, watu ambao tutarudia tena. Kama umeoa au umeolewa, ukipewa nafasi ya hata angekuja Miss World au Brother World, akija ukiambiwa mchague huyu, wachana na mke wako au mume wako. Kama umeshashughulika na mume wako kwa muda mrefu au mke wako kwa muda mrefu, ukatoa huko vitu vya kiroho vingi, usikubali kwa sababu ya ule uzuri wa nje ulioona. Huyu dada mmoja aliyelala naye, mimi kwa ninavyofahamu, ni mtu ambaye naona maagano mengi ya umaskini ndani yake. Ni mtu ambaye naona vitu vingi yani vinavyomrudisha nyuma. Sasa kwa sababu shetani anataka kumuua huyu daktari, kumwangamiza ule utajiri wake usitoke, akamleta kwa huyu dada. Akazaa naye mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Mwisho wa siku ile daktari akafa. Ni ugonjwa ulioonekana, lakini ni namna ambavyo adui alitaka kuua kile kitu kilichokuwa ndani yake. Wanaume wengi matajiri, achana na wale wanaotumia nyota za watu, wanaume wengi matajiri na wanawake wengi matajiri. Shetani akitaka kuua ule utajiri wao, anatengeneza watu, anaweka roho ndani yao ya umaskini, alafu anaenda kuwaunganisha nao. Akiwaunganisha nao, tayari anawaleta kwenye maagano ya umaskini. Halafu wanaanza kuyumba kimaisha.
Hivyo je, kusikia mtu fulani alikuwa na maisha makubwa akaanza kuyumba ghafla? Kuna mtu anaelewa tunachozungumza? Huwa napenda kuelewa kama unaelewa ninachozungumza. Kuna mtu anaelewa kitu ninachozungumza? Hujawahi kuona mtu labda ni mfanyabiashara alitokea pale Kariakoo, anaenda vizuri sana, anaenda vizuri sana. Alafu kaona amerudi nyuma, hujui kilichomrudisha nyuma. Chunguza, utakuta kuna spirit, kuna mwanamke shetani alimwekea roho ya umaskini, akaenda akamuunganisha naye, akafanya naye agano. Baada ya kufanya naye agano, ghafla akaanza kutoka kwenye ngazi yake. Have said and I will keep saying this. Kama wewe ni mwanamke na ukiwa na mwanaume anayetoka, yani mzinzi, yeye huku kila sketi anavua, kila sketi anavua, kila rinda anavua, kila rinda anavua, unapaswa uombe sana, kwa sababu anachojiunganisha nacho na wewe unakuja kujiunganisha nacho. Na wengi sana wamestaki kwenye ile eneo la uchumi. Alafu ulikuwa unaona walianza vizuri, walinunua na vigari, wakaanza kujenga, ghafla hali yao ya uchumi ikawa ni ngumu. Haya maagano ya seksi yanakuja kuingiza umaskini kwa watu, yamesababisha watu wengi waliokuwa wanapaswa kufanikiwa. Hata karia mtu inakuwa blocked kabisa kwenye ulimwengu wa roho. Shetani anaweza kaona huyu anafanya vizuri sana kwenye karia yake, alafu anachokifanya analeta mtu mwenye roho ya umaskini, anamuunganisha naye, na kipindio hata kuja kama na roho ya umaskini, kipindio atakuja kama mtu mzuri wa msaada kabisa. Alafu ukishajiunganisha naye, then unaisha. Halafu hili sio swala la kuomba, sio swala la madhabahu ulizonazo, ni swala la kufuta hayo maagano. Watu wa Mungu, watu wengi wana maagano mengi ya siri, wamekaa makanisani muda mrefu, wanajaribu kufanikiwa, lakini kuna maagano ya siri yaliyopo yanayopinga wao wasifanikiwe. Kwenye semina hii ya uchumi, kama kuna agano lolote la siri lililokuwa linapambana na uchumi wako, ninamwomba Mungu usiku wa leo, hilo agano likawe lijiji na likafutwe kwa nguvu katika damu ya Yesu. Kama eneo ni kubwa, ikaanze kutokea hapa. Zaburi. Maagano sio kitu cha kudharau, watu wa Mungu. Sikiliza, ulitafakari agano. Maana mahali penye giza. Sikiliza, ulitafakari agano. Ulitafakari agano. Maana mahali pa giza. Maana mahali penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. Maana mahali penye giza, penye makao ya nchi pamejaa makao ya ukatili. Lakini ameanza kusema litafakari agano. Biblia ya Kiingereza inasemaje hicho kipengele? Have regard for the covenant. Biblia nyingine? Have respect into covenant. Have respect into a covenant. No. Nilikuwa nataka hicho kipengele. Have respect into a covenant. Maana yake ni nini? Have respect into a covenant. Ya heshima agano. Biblia inasema heshima agano, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho hata Mungu mwenyewe hana uwezo wa kufuta agano lililopo kwenye ulimwengu wa roho. Respect covenant. Respect covenant. Mtu yeyote mwenye agano lolote lile lililoko kinyume na uchumi wake, watu wa Mungu, hata ungekuja nikakuwekea na anointing, nikafanya impartation, nikabeba na karama yangu nikaiweka ndani yako, nikabeba na roho yangu nikaweka ndani yako, kama kuna agano lolote lililo kinyume na maendeleo yako ya uchumi, hilo agano litakuja na kusema we don't respect anointing, we don't respect impartation, we don't respect wealth. As long as we are here, maagano yaliyopo kwenye uchumi, maagano hayo mara nyingi pia yanafutwa kwa utoaji. Unaingia agano na Mungu, isikilize, maagano yaliyopo kwenye kipengele cha uchumi mara nyingi, kwa sababu ni swala la mafanikio, maagano haya yanafutwa kwa utoaji. Unatoa sadaka ya agano, unamwambia Mungu, nitolee maagano yote. Watu wa Mungu watufuti agano tukaacha wazi, wala watufuti agano kwa mdomo, tunafuta agano kwa agano.
Zaburi ya 50 mstari wa 5. Asante Roho Mtakatifu. Sikiliza mtu anasema. Sio nimelipanga hiyo. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Kumbuka mahali penye agano lolote la uchumi, la fedha, na mafanikio, hilo agano linaondolewa kwa nini? Kwa sadaka. 50 mstari wa 5. Nikusanyeni wacha Mungu. Nikusanyeni wacha Mungu wangu. Waliofanya agano nami kwa dhabihu. Waliofanya agano na mimi kwa dhabihu, kwa sadaka. Walifanya agano na mimi kwa maneno? Hapana. Walifanya agano na mimi kwa nini? Kwa sadaka. Maagano yote ya uchumi tunayafuta kwa kuinua maagano mengine. Tunafunga maagano na Mungu wetu ya sadaka. Watu wengi pia wameibiwa. Hiki kipengele cha sex nilisema kuna somo ninaliandaa la sexual perversion. Hiki kipengele cha tendo la ndoa, watu wengi wameibiwa nyota zao za utajiri, wameibiwa mafanikio yao kwa njia ya tendo la ndoa. Nilishaeleza sana. Kuwa makini sana watu wa Mungu. Nilishasema hivi na nitaendelea kurudia tena. Nitarudia na natamani bado Mungu aniletee watakao nielewa. Nisikize. Watu wa Mungu, usijifunge kwa mafunuo yale uliyoyaelewa. Hata siku nilipotafsiri ndoto leo, usiseme bishop ametafsiri hivi. Kesho ndoto hiyo Mungu anaweza akasema maana nyingine tena. Sasa watu wa Mungu, amen. Mafunuo ni muendelezo. Kuwa makini na ndoto zote utakazoziota, ukaona unapigana na watu unaowajua au si wajua. 2, kuwa na makini na ndoto zote utakazoziona, utakazoziota, ukaota unapigana na wanyama wanapigana na wewe unaowafahamu na usiwafahamu. Kuwa makini pia na ndoto zote utakazoziota, ukaona watu wenye hasira wanakuangalia kwenye ndoto zako. Wakati mwingine ukiona hizi ndoto zipi nimesema, tuacha hata sio ndoto tu. Wakati mwingine kuwa makini na watu fulani wanapokuwa na hasira na wewe kwa namna ya mwili. Wewe unajua kabisa deep inside me sijawakosea kitu chochote kile, sijawafanyia kitu chochote kibaya kile. Wanakuwa na hasira na wewe, wanaanza hata kukusema vibaya. Yaani wanatafuta hata yaani wanatamani hata ufe, wanatamani hata maisha yako yapotee kabisa, wanatamani utoke kwenye ramani ya maisha kabisa. Kuwa makini na vitu hivyo. Kwa nini? Wakati mwingine kuna watu walioiba nyota yako ya utajiri, walioiba nyota yako ya mafanikio, walioiba utajiri wako. Baada ya kuiba hivyo vitu, kumbuka, tukisema umeibua nyota yako, umeibua utajiri wako, umeibua utukufu wako, umeibua vitu vyako, hilo tendo ni tendo la kiroho. Wale watu wanaoiba hawaibi wao kama wao, wanafanya agano na roho, alafu zile roho zinakufanya wewe kuwa mtumwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mtu yoyote yule aliyeibua nyota, aliyeibua utajiri wake, aliyeibua utukufu wake, kinachotokea mtu huyo, kuna roho zinaletwa ili kukamata ile nyota yake, kukamata vile vitu vilivyoibiwa, alafu anakuwa ni mtumwa wa kiroho. Sasa anakuwa ni mtumwa kwa ajili ya yule mtu ambaye alienda na kuamuru roho hizo zije zifanyeje, zibe hivyo vitu. Kwa hiyo yule mtu anakuwa anaingia agano na zile roho. Siku ukijaribu kushtuka na kujaribu kujinasua kwenye ule utumwa, kwa mfano hata kusema hivi, ukifanya maombi serious kabisa kwamba narudisha nyota yangu iliyoibiwa, narudisha vitu vyangu vilivyoibiwa, narudisha utukufu wangu ulioibiwa, au ukifanya kitu chochote kile cha mwilini kinachoonekana kama unataka kurudisha vile vitu vilivyoibiwa, utakuja kugundua hivi. Usiku huo utaota ndoto hizo nilizozitaja. Zipi? Kupigana na watu usiowajua au unaowajua. Mtu kukuangalia kwa hasira, kupigana na wanyama unaowajua au usiowajua. Au ishara nyingine ya mwilini, watu kukuongelea vibaya na kuwa na chuki na wewe
na kujaribu hata kujaribia maisha yako kabisa bila sababu yoyote. Yaani ukitafuta physical shida, ukitafuta shida tatizo la mwilini hakuna, lakini mtu huyo yuko razi yake, huyu yake ni malaya sana, yake ni hivi, yaani hakuna evidence yoyote, lakini anataka kuharibikiwa tu maisha. Kwa nini inatokea hivi? Ni kwa sababu kuna kitu cha mwilini umekifanya au cha kiroho umekifanya, ukataka kujikomboa kule unakotumikishwa. Alafu unapojaribu kujikomboa, zile roho zinawarudi, zinaenda kuambia kwa nini kitu hiki kinaendelea? Kwa nini sasa hapa kuna vita? Kwa nini sasa hapa kuna vita? Kwa hiyo ndio maana unaona unapigana nao, ndio maana wanakuja kupambana na mwilini, kwa sababu hawako tayari kupoteza kile kitu walichochukua kwako. Kuwa makini sana watu wa Mungu na watu wote wanaoumwa magonjwa yasiyoeleweka. Kuwa makini na watu wote wanaoumwa magonjwa yasiyoeleweka. 2, kuwa makini na watu wale unaowaona wamekuwa vichaa. Labda mtu akwambia kila ugonjwa hauishi. Kuwa makini sana na hiyo. Kuwa makini pia sana na wale watu kwenye familia vifo vyao vinatokea ni vya ghafla. Ukiona hivyo, zile roho zimekuja kushtaki. Unajua wakati mwingine ukisikia tu anasema amemtoa ndugu yake Freemason, amemtoa ndugu yake kafara, hiyo statement usichukulie rahisi. Kama mtu wa kufikiri, kuna uwezekano baada ile roho kuja kushtaki kwamba yule ndugu yako ndio mleta, utumie nyota yake, tukakupa nyota yake, tukafanya deno na wewe. Mbona analeta vurugu tena kule? Mbona anatafuta kazi? Mbona anatafuta kuolewa tena? Na sisi tulishakupa ndoa yake tukafanya agano. Kwa hiyo kwa sababu haziko tayari kumruhusu apotee, nitamletea ugonjwa wa kuchanganyikiwa. Tunaziita ni mind illness, magonjwa yasiyotibika, wakati mwingine vifo. Kwa watu wengi wamekuja kwenye maagano ya uchumi ambao hawataki kuyafuta. Wao umeshafanya maombi yote ya uchumi, lakini hauvuki. Kwa nini sijiulize ni agano gani? Watu wa Mungu unaweza ukakuta hata sio kule kwenu. Yaani unaweza ukakuta hata sio kule kwenu kabisa. Sio kule kwenu kabisa. Sio agano la uchumi liko kule kwenu. Ukakuta ni mwanaume fulani ulilala naye, aliyekuwa na roho ya uchumi, aliyekuwa na roho ya maskini, ndio alikuja. Yaani wanafikiri alikuja kukuseduce. Kumbe alikuwa anataka aingie na wewe agano tu la kiroho. Alafu akishaingia na wewe akakuacha, anajua kabisa uendi mahali popote pale. Kwa sababu ya agano hata uombe maombi gani. Ndio maana jana nikasema Wakristo wengi hawajafanikiwa kiuchumi. Unaona kabisa maisha yao ni magumu. Kwa nini? Kuna maagano yapo. Watu wa Mungu, utakatifu hauondoi maagano ya kiroho yaliyopo. Mungu ni Mungu wa sheria na maagano. Mungu anaheshimu maagano. Ndio maana siku ukiomba na utakatifu wako wote ulionao, siku ukiomba, usiku utaota ndoto huko shule. Usiku utaota ndoto ya mazingira ya zamani. Umeshaomba, umeshafunga, umeshatoa sadaka, usiku unaota huko mazingira ya zamani. Mungu anakuambia kuna agano liko kule mwanangu. Hilo agano mimi siushiriki na maagano. Ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa sheria. Hilo agano lazima ulifute. Unaendelea kuota ndoto za wale watu uliofanya nao, uliokutana nao kimwili. Ni Mungu anakuambia mwanangu, hiyo hali ngumu ya uchumi ulionayo, yule mtu aliyekuja, yeye ndio alifunga naye agano la umaskini. Yule alikuwa anatumiwa na nguvu za giza. Yule alikuwa anatumiwa na uchawi. Waganga ndio walimtuma. Sunia sauti yako kwa siri useme Baba katika jina la Yesu. Kila agano la kiroho la kutokufanikiwa lililopo kati yangu na roho yoyote ile, hilo agano leo linafutike. Agano yoyote lile la kutokufanikiwa lililopo kati yangu na roho yoyote ile kwenye ulimwengu wa roho, kwa Mungu katika damu ya Yesu, hilo agano leo nalifunga. Halitasimama wala halitaendelea kufanya kazi. Funga na damu ya Yesu. Funga na damu ya Yesu.
Hii hasira haitoshi kabisa. Hii hasira haitoshi kabisa. Nasema hiyo Mungu haitoshi. Hiyo Mungu haitoshi mbele Mungu. Maagano yote uliyofanya na wewe ya umaskini na agano lililo na ujuzi wako lililo kwenye wa roho. Sitamani mitendo yako kufanywa wakati hapa familia ndio. Maagano yote ninayoyafahamu yanayorudia mafanikio ya kila agano la kufanikiwa
I
Sema Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante Mungu kwa ajili ya mafunuo.
ninafanya agano na wewe kwa njia ya sadaka, sawasawa na Zaburi ya 50 mstari wa 5. Agano hili ninalolifanya na wewe Mungu ni kwa ajili ya uchumi wangu, ni kwa ajili ya mafanikio yangu. Ikiwa kuna agano lolote lile la siri lililobaki litakaloendelea kunizuia nisifanikiwe kwenye uchumi na utajiri wangu, ukalifunue Mungu katika jina la Yesu. Nitakapoendelea na maombi haya kwa siku ya pili, kwa siku ya tatu, siku ya kesho, nitie nguvu na uniwezeshe. Nisaidie Mungu niyaone matokeo katika jina la Yesu. Kama tasadaka kamata sadaka yako, mwambie Mungu, hii sadaka ni kwa ajili ya agano kwenye eneo langu la uchumi, sawasawa na neno lako la Zaburi ya 50 mstari wa 5. Baba, tazama tumekuja mbele zako, tumeshika sehemu ya sadaka. Mungu, tunataka kufanya agano na wewe Mungu kwa ajili ya uchumi wetu na kwa ajili ya utajiri wetu. Baba, kwenye maombi haya jiinulie matajiri, jiinulie mamilionea, jiinulie watu watakaoleta utukufu kwenye ufalme wako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, sema amen.